Kesi ya hujumu uchumi namba 2 ya mwaka 2018 ya washtakiwa namba 1 ni Han Ming Chuan, raia wa China ambaye alikuwa captain wa meli hiyo. Namba 2 ni Dato Sereri, raia wa Malaysia ambaye ni mmiliki wa meli. Na namba 3 alikuwa Bakari Salum, raia wa Tanzania ambaye alikuwa wakala wa meli. Kosa ilikuwa ni kukutwa na mapenzi kilo 90 bila kuwa na miili yake ndani ya meli ya Buhanagawani iliyokamatwa tarehe 25 mwezi wa kwanza katika bahari kuu ya Tanzania kati ya mkoa wa Mtwara na Lindi. Awali kesi hiyo ilifunguliwa katika mahakama ya hakimu mkazi wa mkoa wa Mtwara mnamo mwezi Machi 2018 na baadaye Novemba 2018 ilisajiliwa mahakama kuu division ya uhujumu uchumi na makosa ya rushwa kanda ya Mtwara. Mnamo tarehe 4 mwezi wa 12 2018, baada ya kusomewa mashtaka yao, washtakiwa wote watatu walikiri kutenda makosa hayo na mahakama kuwatia hatiani. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2018, hukumu ilitolewa na Mheshimiwa Jaji Lilian Mashaka wa mahakama kuu division ya uhujumu uchumi na makosa ya rushwa kanda ya Mtwara, ambapo alitoa adhabu ya kifungo cha miaka 20 jela au kulipa faini kiasi cha shilingi bilioni 1 za Kitanzania. Hukumu iliyotolewa na mahakama baada ya wao kukiri makosa ilikuwa ni adhabu ya kifungo cha miaka 20 au kulipa faini ya kiasi cha Tanzania shilingi bilioni 1 za Kitanzania kwa wote. Vifungu vya sheria vilivyokiukwa na washtakiwa ni kifungu namba 18 cha sheria ya mamlaka ya uvuvi wa bahari kuu ikisomwa pamoja na kifungu cha 66 ya kanuni ya uvuvi wa bahari kuu za mwaka 2009 pamoja na aya ya 26 ya jedwali la kwanza la kifungu cha 57(1) na kifungu cha 60 cha sheria ya uhujumu uchumi na udhibiti wa makosa ya kupanga sura 200 na mrejeo wake wa mwaka 2002. Pamoja na adhabu hiyo iliyotolewa na mahakama kuu, pia iliamuru meli hiyo ya Buhanagawani pamoja na samaki waliomo akabidhiwe mmiliki wa meli hiyo ambaye ni mshtakiwa namba 2. Kesi hii imesimamiwa na kuendeshwa na mawakili wa serikali wafuatao: Peter Maugo, wakili wa serikali kuu; Ladislaus Komanya, wakili wa serikali mwandamizi; na Wankio Simon, wakili wa serikali. Adhabu iliyotolewa na mahakama kuu ni kubwa na washtakiwa hawa wanastahili kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Ulinzi wa rasilimali zetu zilizopo baharini, maziwani, kwenye mabawa na kwenye mito ni jambo muhimu sana kwetu sote. Adhabu hii iliyotolewa na mahakama kuu inatoa fundisho na ujumbe kwa wamiliki wa meli na vyombo vingine vinavyotumia na kufanya shughuli za uvuvi wale waliopo nchini kuzingatia sheria za nchi yetu, hasa zinazohusu masuala ya uvuvi. Adhabu hii inatuma salamu duniani kote kwa watu wote ambao wanakuja kujihusisha na uvuvi haramu kwenye maji yetu, kwamba sasa tumeamua na tumezamiria kwa dhati kuzilinda rasilimali zetu na kwamba waache. Haiwezi kuvumilika kuacha meli zinakuja kufanya uvuvi haramu ndani ya maji yetu pasipo hata kufuata sheria, na wala eti hata zisikamatwe na kufikishwa mahakamani kama tulivyofanya hii ya Buhanagawani kwa ushirikiano wa wadau mbalimbali ikiwemo Jeshi la Polisi, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, Kikosi cha Wanamaji, Idara ya Uhamiaji na vyombo vingine vya dola ambao tunaiita MAT. Ni wakati sasa wa mamlaka ya uvuvi wa bahari kuu kuhakikisha inasimamia sheria ya uvuvi wa bahari kuu vyema, ikiwa ni pamoja na ukaguzi wa mara kwa mara kwa meli zinazokuja kuvua bahari kuu ili rasilimali zetu zivunwe kwa njia iliyoendelevu. Mtakumbuka pia kwamba wakati tunakamata meli ya Buhanagawani tuliweza pia kuzitia hatiani meli 19 zilizokimbia ukaguzi baada ya kukamatwa kwa meli ya Buhanagawani. Tunaendelea kuhimiza kwamba watawajibika kulipa faini iliyotozwa na mamlaka ya uvuvi wa bahari kuu. Vinginevyo taratibu za kimataifa za kuzuia kufanya shughuli za uvuvi popote pale duniani zitafanyika kwa ushirikiano na wadau mbalimbali na mashirika ya kimataifa ikiwemo Indian Ocean Tuna Commission, yani IOTC.
Naamini mamlaka ya uvuvi ya Bahari Kuu itasimamia jambo hili kwa umakini, kwani wao walishiriki moja kwa moja katika kutoa notes kwa meli hizo 19 ambazo tulizitaka pia zilipe ile fine ambazo zilipigwa, fine ya bilioni 1. Kwa maana ya meli zote 19 wanatakiwa kulipa bilioni 19, na wasipofanya hivyo hatua kali tutazichukua, ikiwa ni pamoja na kufungiwa kuvua mahala pote katika maji ya Indian Ocean. Vita dhidi ya wizi wa rasilimali zetu baharini sio ya kwetu tu, tunapaswa kushirikiana kama nchi katika kuzilinda. Tukio hili la meli ya Bwanagawani ni fundisho kubwa na ni ushindi mkubwa kwa taifa letu la Tanzania, kwa sababu ni tangu kipindi kile mheshimiwa aliyekuwa waziri wa uvuvi wakati huo, mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, alipokamata ile meli, watu wengi walizungumza kwamba huenda tunawaonea. Lakini ujio wa meli hii ya Bwanagawani ambayo na mahakama imefikia na kuwatia hatiani inathibitisha kwamba Tanzania hatuna nia yoyote ovu ya kuwaonea kwa namna yoyote, isipokuwa ni ukiukwaji tu wa sheria wanapokuja kwenye maji yetu. Badala ya kuvua kulingana na leseni tunazowapa, badala ya kuvua kulingana na sheria zilizopo za nchi, badala ya kuvua kulingana na sheria za kimataifa zinazowaongoza, wao wanaacha hayo yote, wanaenda kujishughulisha na uvuvi haramu ambao ni kinyume cha sheria ndani ya nchi, lakini kinyume cha sheria na mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania mwanachama, lakini na wao wanaokuja kuvua wanafahamu hilo. Tunashukuru sana Mahakama Kuu ya Division ya Uhujumu Uchumi na Makosa ya Rushwa Kanda ya Mtwara kwa kutenda haki katika kesi hii, kwa kutoa adhabu kwa washtakiwa wote watatu ambayo ni stahiki kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu. Pia tunashukuru sana mkurugenzi wa mashtaka, tunamshukuru sana mkurugenzi wa mashtaka DPP Bwana Biswalo Mganga kwa kusimamia vyema kesi hii na kutoa maelekezo mazuri yaliyowezesha upelelezi kufanyika kwa weledi na hatimaye washtakiwa wote kukiri makosa. Vile vile nawashukuru sana na kuwapongeza mawakili wa serikali kutoka Ofisi ya Taifa ya Mashtaka inayosimamia kesi hii tangu mwanzo mpaka Mahakama Kuu ilipotoa hukumu hiyo. Wakili hao ni Peter Maungo, wakili wa serikali kuu, Ladislaus Komanya, wakili wa serikali mwandamizi, na Wankio Simon, wakili wa serikali. Pia namshukuru sana katibu mkuu wangu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, anayesimamia uvuvi, Dr. Rashid Tamatama na timu yake yote ya wataalamu kwa kuwezesha na kuhakikisha meli inalindwa toka ilivyokamata mwezi wa kwanza mpaka leo, imekuwa ikilindwa kwa nguvu zote. Lakini vile vile ushahidi na vielelezo vyote vimelindwa na kutunzwa mpaka kesi ilivyoamriwa, ambapo ilikuwa ni kilo 90,000 za mapezi ya papa, lakini vile vile na samaki kilo 32,000 ambazo zilikuwa ndani ya meli hiyo, pamoja na meli yenyewe ya Bwanagawani ambapo zimeendelea kulindwa toka zilivyokamatwa mpaka leo hii. Kwa hiyo ndio maana nachukua nafasi hiyo kumpongeza sana katibu mkuu anayesimamia masuala ya uvuvi Dr. Rashid Tamatama, yeye na timu yake kwa kuwezesha haya kufanyika. Meli iko salama, samaki ziko salama, na ushahidi na vielezo vyote vilikuwa salama, na ndio hasa pia ambayo vilipelekea wale washtakiwa kukosa nguvu ya kutetea kesi yao, kwa sababu tulijizatiti katika kuhakikisha kwamba vielelezo vyetu vinalindwa mpaka dakika ya mwisho. Matukio ya uvuvi haramu hayako Tanzania pekee, mbali ni dunia nzima. Kwa hiyo hili jambo sio kwamba labda ni Tanzania tu. Mfano kote duniani mapambano dhidi ya illegal, unreported and unregulated fishing, yani IUU, yanaendelea, ambapo inaripotiwa kuwa kwa mwaka dunia inapata hasara kati ya bilioni 10 mpaka bilioni 35 kwa mwaka. Lakini vile vile inaripotiwa kwamba karibia tani milioni 11 mpaka milioni 26 za samaki zinavuliwa kwa njia haramu. Vile vile mikakati mingi imewekwa ya kuzuia uvuvi haramu na uharibifu wa mazingira na taasisi za kimataifa, ambako wote hata hao wavuvi hawa wanajua kwamba wanawajibika kwenye hiyo taasisi ya kimataifa ambayo ni Indian Ocean Tuna Commission IOTC, pamoja na mipango ya operation inayofanywa Lake Victoria Fisheries Level 4
kwa mfano operation yake ya Okoa Sangara, ambayo nayo nia yake yote ni katika ukanda huu kupambana na uvuvi haramu. IOTC ina maelekezo na ina mikataba yake ambayo inazuia kabisa kufanya uvuvi haramu, inazuia kufanya uharibifu wa mazingira ndani ya bahari ya Hindi. Kwa hiyo hata makosa haya yamefanyika kwa wenzetu wakijua kwamba hairuhusiwi kufanya hivyo katika maji ya bahari ya Hindi. Vile vile nipongeze sana National Mat Agency Task Team, yani MAT, inayojumuisha vyombo vya ulinzi na usalama nchini pamoja na meli ya Ocean Warrior kwa operation kubwa iliyofanyika toka Januari mpaka sasa hivi katika bahari yetu ya Hindi kwa ajili ya kulinda rasilimali zetu kwa usimamizi wa mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya. Kuanzia Januari 15 hadi Juni 15 mwaka 2018, operation ambayo imepelekea hadi kukamatwa kwa Buhanagawan, ambao hata hivyo baada ya kufikia Juni pia operation imeendelea. Sisi kama taifa tumejipanga vizuri, mimi na wizara yangu tumejipanga vizuri katika kuhakikisha kwamba rasilimali hizi tunazilinda, na hata kama wale watu wengine waliokuwa wanajaribu kubeza kwa namna ile au nyingine kwamba hizi jitihada za serikali katika kulinda rasilimali kwamba tulikuwa na nia ya kumuonea mtu, haikuwa hivyo, kwa sababu hata huyu Buhanagawan tulipomkamata tulimpiga faini ya milioni 770. Yeye akaona hakutendewa haki, akakata rufaa kwenda mahakamani, lakini ameshindwa kuisimamia kesi yake mahakamani. Ameenda kukiri mahakamani na kukubali kupigwa faini ya bilioni 1 na mahakama au kifungo cha kwenda jela cha miaka 20. Kwa hiyo haya yote yanathibitisha kwamba Wizara ya Mifugo na Uvuvi inatenda haki, na ndio maana hata wote nao wapeleka mahakamani, wakifika mahakamani wanashindwa. Lakini vile vile tulimkamata mvuvi mkubwa sana kanda ya Ziwa ambaye alikutwa na nyavu zenye thamani ya mabilioni ya fedha, nyavu haramu, Bwana Njiwapoli, ambaye alipigwa fine na wizara yangu ya shilingi milioni 240. Na yeye alikaidi, akasema kwamba hakutendewa haki na aliona wizara haikumtendea haki, alikata rufaa kwenda mahakamani. Mahakama ikaenda kuamua alipe shilingi milioni 306 ambazo alienda kuzilipa na kuachiliwa huru. Kwa hiyo yote haya yanathibitisha, hata juzi pale tulipowakamata madiwani 11 wakihusika na uvuvi haramu, wale madiwani wote walikuja ofisini kwangu na kuomba radhi kwamba wametenda makosa hayo na wanaomba wasamehewe na kwamba hawatarudia. Yote hayo yanathibitisha kwamba wizara yangu inasimamia vizuri, lakini pia haimuonei mtu, ni kuhakikisha tu kwamba rasilimali zinalindwa na watu wote wanafuata sheria. Nichukue nafasi hii kumpongeza sana lakini kumshukuru sana kwa miongozo yake Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa miongozo ambayo ameendelea kuitoa, hasa katika kuhakikisha kwamba rasilimali za taifa zinalindwa na kwamba ziwe endelevu na kwamba ziweze kuwasaidia Watanzania wote. Na mimi niendelee kumhakikishia kwa dhamana na kiapo, mali hizi zilizoko chini ya sekta yangu zitaendelea kulindwa kwa nguvu zote. Mimi na watendaji wangu tutahakikisha kwamba hilo tunalitekeleza kwa nguvu zote. Tunacho wito wetu kwa Watanzania wote ni kuhakikisha kwamba tujumuike kwa pamoja. Kazi hii siachue wizara, kazi hii ni ya Watanzania wote, kuhakikisha kwamba rasilimali zinalindwa kwa nguvu zote, lakini pia na kusaidia kuwafichua wale watu wote ambao wanafanya uharibifu, wale watu wote ambao wanafanya uvuvi haramu, wale watu wote ambao wanafanya hujuma dhidi ya mali zetu. Lakini pia tunatuma hizo salamu katika dunia, katika kanda kwa maana ya nchi zote za Afrika Mashariki, lakini tunatuma katika Afrika, lakini tunatuma salamu hizi katika dunia kutuelewa msimamo wetu huo kwamba hakuna suluhu katika ulinzi wa rasilimali zetu. Kuelekea Desemba 22, 2018 ambapo Icon TV inakwenda kutimiza miaka 2 tangu kuanzishwa kwake. Leo tumepata fursa ya kuzungumza na mdau kabisa wa Icon TV na ana haya ya kuzungumza. Mimi kwanza niseme, ni kwanza niwapongeze Icon TV kuanzia uongozi wake mpaka hapa ilipofikia sasa. Kwa sababu Icon TV ilikotoka, niseme ni changamoto nyingi ambazo wamekutana nazo. Lakini pamoja na changamoto zote ambazo walikutana nazo, waliweza kuendelea na mpaka hapa walipofikia sasa hivi. Lakini pia bado tunaendelea kuomba
na kuwasihi wadau ambao wanaifahamu Icon TV na wanasikiliza vitu vyake vingi, wanasikiliza mambo mengi ambayo yanatokana na Icon TV. Waendelee kuisupport Icon TV ili iweze kufikia pale ambapo tunategemea tufike. Ninamfahamu kama kijana ambaye anajituma, kijana ambaye ametoka mbali, kijana ambaye hakati tamaa. Dan Kaboma nimemfahamu mimi tangia mwaka 2001 akiwa kijana mdogo anasoma darasa la 5. Ni kijana ambaye hakati tamaa. Angekuwa nakata tamaa asingekuwepo mpaka sasa hivi akaweza kutengeneza Icon TV na mnaiona kama mnavyoiona. Kwa kweli ni mtu ambaye siwezi kuzungumza mengi kwa ajili yake, yanafahamika na watu wanamuona na wanamjua jinsi ambavyo anapigana mpaka hapo alipofikia. Kweli niseme mchango wangu kwa Icon TV ni mkubwa. Hata kama unaweza ukawa ni mchango mawazo, mchango wa nini, lakini pamoja na hayo unajua mtu unavyomsupport hata kwa maneno tu ukamliwaza, yani unamfanya yule mtu akazidi kuwa na kumbe kweli hiki kitu kinaweza kikafanyika. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa nina mchango wangu Icon TV na bado nitaendelea kuwasupport na kuchangia Icon TV ili ifike pale ambapo tumekusudia kufika. Yani mimi niseme kabisa fursa ambayo imetolewa kwa ajili ya vijana ni fursa kubwa. Vijana wengi hawana kazi, vijana wanazunguka hawana yani hawajui watokee wapi. Lakini kwa support ambayo Icon TV inawapatia vijana, mimi nimeona ni changamoto kubwa ambayo itawafanya wawe na mwamko wa kuweza kutamani kufika pale ambapo Icon TV ilivyofika. Watamani kuja kuwa na wao watu wakubwa. Kwa hiyo mimi ninafurahi sana na ninampongeza Dani kwa kuamua kuwainua vijana, kwa support na kuwasaidia. Ninachoomba wadau tujitokeze hiyo Disemba 22 kwenye sherehe ambazo zitafanyika za kutimiza miaka 2 ili tuendelee kuisupport, kwa sababu tutakapojitokeza kwenye ile sherehe kubwa tutaisupport, nafikiri itafika mbali zaidi ya hapa ilipo. Asanteni jamani na karibuni siku hiyo, msiache kuwepo. Na Dani ana kipaji uandishi yake fani, kaomba utangazaji TV na redioni, kukosa hakutaraji mipango yake manani. Peneni hapa na njia walisema wa zamani.